in-charge wa kitengo cha damu salama, yani ni kiongozi katika kitengo cha damu salama. Katika kitengo hicho tunafanya mambo yafuatayo: tunakusanya damu. Hizi damu tunakusanya kutoka kwa ndugu wa wagonjwa, lakini pia tunazikusanya kutoka mashuleni, au ni wale watu ambao wako tayari tu wenyewe kuja kuchangia damu, tunawaita free donors. Lakini pia tunazichakata kutoa mazao tofauti tofauti ya damu kama vile chembe nyekundu, chembe sahani na yale majimaji ambayo tunaita plasma kwa ajili ya zile protini zinazosaidia damu kuganda. Lakini kitu cha tatu ni kuissue sasa au kutoa hizo damu kwenda wodini kwa wagonjwa kulingana na hali zao. Mwenye kuhitaji chembe sahani tunampa chembe sahani, na mwenye kuhitaji chembe nyekundu tunampa chembe nyekundu. Ukiachana na masuala ya damu, mimi pia ni mtaalamu wa maabara ambaye nipo kwenye timu ya upandikizaji uloto. Kwenye upandikizaji uloto najihusisha na kuvuna uloto, yani mgonjwa au yule dona ambaye atakuja kwa ajili ya kumpa uloto mgonjwa wake, au mgonjwa mwenyewe ambaye atatoa uloto wake mwenyewe, kwa sababu hii inategemeana na aina ya ugonjwa. Kwa wagonjwa kama wa kansa ya damu aina ya multiple myeloma, yeye anatoa uloto wake mwenyewe. Utayari wa wananchi bado ni mdogo sana kwenye masuala mazima ya kuchangia damu. Watu wachache sana wanakuwa na ule mwitikio wa kwamba nikatoe damu, kwa sababu anahisi labda akitoa damu yake itashuka sana, itapungua sana, kitu ambacho sio kweli. Kwa umri huu wa miaka 18 mpaka hiyo 65 tuna lita 5 za damu mpaka lita 7. Kwa hiyo na sisi tunachukua kiasi kidogo sana cha mililita 450 tu, ambayo haina madhara yoyote kwenye lita 5. Yani unachukua hata nusu lita ile haifiki. Kwa ni kiasi kidogo sana tunachukua. Kwa upande huu wa hizi kambi za upandikizaji uloto, yani bone marrow transplant, vitenganishi ambavyo vinatumika kwenye upandikizaji wa uloto. Kwa mfano hizo kiti za apheresis ni gharama sana, au muda mwingine zinafika kwa kuchelewa. Tunaweza tukapanga wagonjwa wakawa tayari na ndugu wakawa tayari kuja kuwasaidia ndugu zao kwa ajili ya upandikizaji wa uloto, lakini unakuta kitu fulani kikawakwamisha. Hapo vitu vingi ambavyo tunavitumia wakati wa hizi kambi au hizi camps za upandikizaji wa uloto havipatikani Tanzania. Hiyo ndio naiona kwangu ni changamoto kubwa sana. Kwa maoni yangu ni kwamba serikali iendelee kuwaamini hawa wadhabuni ambao wanaleta hivi vitu, ili kuwarahisishia pale tunapooda tunahitaji kiti fulani kwa ajili ya kuvuna uloto, tunahitaji kiti fulani kwa ajili ya kuvuna chembe sahani, basi hata mule kwenye hizo boda, yani airport, waweze kupitishiwa kirahisi zaidi, ili tusipate changamoto wakati wa hizi kambi zetu. Lakini kingine ni elimu, bado ambao wenye huo ufahamu ni wachache sana kuhusiana na namna ya kuvuna uloto, namna ya kuhifadhi au kuandaa kwa ajili ya kupelekewa mgonjwa, na namna ya kufanya huo upandikizaji wenyewe uloto. Kwa hiyo bado tunaiomba serikali au na taasisi binafsi au na watu wote ambao wanasikia hii kitu au wanaona, basi watusaidie kuchukua wataalamu wengi zaidi. Hii kitu isifanyike tu Muhimbili, isifanyike tu Benjamin Mkapa pale Dodoma, ifanyike kila hospitali, iwe rutini, kwa sababu wagonjwa ambao wenye shida za magonjwa ya damu, yani saratani za damu, au wagonjwa wa sickle cell, wagonjwa wa multiple myeloma ni wengi sana Tanzania kila siku, na hao wagonjwa ni mimi, wewe. Yani kama hatuumwi leo, basi kesho tutaumwa. Kwa hiyo mimi nashauri serikali iendelee kusomesha watu kwenye masuala haya ya upandikizaji. Nawashukuru sana Tanzania Health Summit kwa kazi yao kubwa ambayo wanaifanya, kutambua mchango wa mtaalamu wa afya anafanya, mtaalamu wa maabara anafanya, daktari anafanya au nesi anafanya. Hicho ni kitu kizuri sana, ni kitu muhimu sana kufanyika.